Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawashukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kuendelea na somo yetu ya kanisa, ecclesiology, eglise. Na somo yetu tuligawa katika sehemu 4. Sehemu ya kwanza tulifunza maana ya jina ya kanisa. Sehemu ya pili tukaongelea kuhusu jinsi kanisa inaanzishwa, msingi wa kanisa. Sehemu ya tatu tukaongelea jinsi kanisa inaendeshwa, na tuko sehemu ya 4 ya mwisho, jinsi kanisa inapanuka. Na tukasema kusudi kanisa ipanuke inategemea matawi kuweza kuzaa matunda. Na tulisema yule anaanzisha kanisa, yeye ni mti ya mzabibu, mti ya paipai, mti ya parachichi, mti ya embe. Na mti aizae matunda, kazi ya mti ni kuzaa matawi, na matawi ndio inazaa matunda. Na sasa mtumishi wa Mungu anapoenda kuanzisha kanisa yake, jukumu ni kutafuta watu 10, 15, 20 wale atawapata, kisha watu awashughulikie kwa mambo 3: awalishe, awachunge na awaongoze. Akisha kuwatreni hawa watu, kondoo ndio inazaa kondoo. Sasa kutokana na hawa watu wataweka vitengo, anaanza kuweka vitengo, ndio tawi. Anaanza kuweka tawi ya kwanza. Tunasema tawi ya kwanza kwa sababu ni kanisa ya kiroho. Tawi ya kwanza ni tawi ya maombi. Kanisa ya Jerusalem ilizaliwa kwa maombi. Tawi ya pili ni tawi ya uinjilisti, kutafuta watu, kuvuna watu kwa Yesu. Tawi ya tatu, watu hawatajileta tu. Unakuta shida ya kanisa, wanaomba Mungu leta watu waguse. Mathayo 28 mstari wa 19, sasa enendeni mkahubiri. Tawi ya pili ni kuvuna watu kwa Yesu. Tawi ya tatu kanisani, wakisha kuja kwa Yesu wafunzwe, wajue ukweli, wajue kile Mungu anapenda na kile Mungu hapendi, wajue maana ya kila kitu kwa maneno ya Mungu. Na tawi ya 4 au idara ya 4 tunasema idara ya wamama, na tukasema wamama wana majukumu 6. Sasa tutaenda kuona idara ya 5 kanisani. Chukua Biblia yako takatifu, tutaenda kuangalia waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 2 mlango wake wa 14. 1 John chapter 2 14. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Biblia inasema, nimewaandikia wakina baba kwa sababu nimemjua wewe aliye tangu mwanzo. Nimeandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule muovu. Yohana mpendwa iko naandikia kanisa, watu wa Mungu, anakuwa anaandikia ninyi ya baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Baba ni mtu mzima, na mtu mzima kwa sababu amekaa miaka mingi kwa maneno ya Mungu, kwa hiyo anamjua Mungu vizuri. Lakini sasa nimeandikia na nyinyi vijana. Anaandikia vijana, anasema vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu liko ndani yenu, na kwa sababu neno la Mungu linakaa ndani yenu, mmemshinda yule muovu. Kwa hiyo kijana hapa ana pointi moja kubwa ya maana sana. Kukundi ya vijana wa majukumu 6, lakini kama vile wa mama. Lakini sifa kubwa ya kijana ana nguvu. Na hii nguvu kijana iko nayo, kama kudhibitiwa vizuri, hiyo nguvu yake yote anaweza kuitumia kwa shetani. Na kama atadhibitiwa vizuri, hiyo nguvu yake yote ataitumia kwa njia ya kiungu. Na nakuta Yohana anaambia hapa, kwa sababu mna neno ya Mungu ndani yenu, mmemshinda yule shetani. Kwa hivyo kama kijana ana neno ya Mungu ndani yake, nguvu yake yote ataitumia, na mwisho ya siku yeye atamtumikia shetani na hawezi kumshinda yule shetani. Ukisoma hata Biblia katika kitabu ya Kutoka, wakati Mungu amemtuma Musa Misri kwenda kuokoa wana wa Israeli kutoka mikono ya Farao,
Na wakati Mungu alianza kufanya mapigo katika taifa ya Misri, Farao akaita wana wa Israeli akamwambia, nakubali kuwaachia mwende muabudu Mungu wenu, mwende mtumikie Mungu wenu, lakini by condition, wenyewe wataenda, wake zenu, nyinyi wanaume watu wazima mtende, lakini wenyewe hawataenda, watoto wenu na mali yenu haitafanya nini? Haitaenda. Kwa nini Farao anang'ang'ania kubaki na vijana na anaruhusu watu wazima waende? Kwa sababu Misri ilijengwa na vijana wa Kiisraeli, ndio walikuwa wanapiga matofali, ndio walikuwa wanajenga manyumba, ndio walikuwa wanafanya shughuli yote muhimu. Vijana wana nguvu. Kijana ndio anacheza mpira, kijana ndio anafanya hiki, kijana ndio anafanya hiki, kijana ndio anafanya hiki, kijana ndio anafanya hiki. Sasa na timu ya shetani na timu ya Mungu yote inahitaji watu wanaitwa nini? Vijana. Na kanisa yote itakaoshindwa kuwalea vijana vizuri, watatumia hiyo nguvu yao kwa kuweza kufanya kazi ya nani? Ya shetani. Kama vile walikuwa wanatumikishwa Misri, wanatumika kwa faida ya Farao. Na asilimia kubwa sana katika ulimwengu wa sasa, vijana wanatumika katika kambi ya shetani, kwa sababu neno la Mungu alimo ndani yao. Kwa kumshinda shetani, lazima mtu neno ya Mungu ikuwe ndani yake. Hata ijalishi uwe kanisani miaka 10, uwe kanisani miaka 20, uwe kanisani miaka 5, lakini kama neno la Kristo alimo ndani yako, it is impossible. Ni vigumu wewe kuweza kumshinda nani? Shetani. Sasa hawa vijana kanisa na Mungu anawahitaji, na hawa vijana shetani anawahitaji. Sasa mara mingi vijana walio kanisani wanashindwa kutumikishwa kwa kambi ya Mungu, kwa sababu ndani yao neno la Mungu alimo ndani yao. Sasa majukumu ya vijana kanisani ni majukumu ngapi? Majukumu ya vijana kanisani ni majukumu 6 kubwa. Kama vile wamama wana majukumu 6, vijana pia na wao wana majukumu 6 kubwa. Nitakuwa nasoma maandiko tu haraka haraka kusudi tuweze kupita hiyo pointi na twende pointi ya pili. Ukisoma Wafalme wa Pili sura yake ya 5 mstari wake wa 1 mpaka wa 5, utakuta mtu mmoja alikuwa mkuu wa majeshi. Tujaribu kusoma kwa haraka haraka tu. Wafalme wa Pili sura yake ya 5 sura yake ya 5, 2 King chapter 5. Biblia inasema, basi Naamani jemadari wa jeshi ya mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa wa Shamu kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washamu walipokuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana yangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, nitasimamia hapo. Ninaongelea kuhusu mtu alikuwa mkuu wa majeshi ya taifa ya Syria, wa Sham. Alikuwa anaitwa jina yake Naamani. Na hii jeshi ilikuwa inapiga jeshi ya nchi yoyote. Kwa hiyo tunasema walikuwa super power. Lakini hata kama walikuwa wanapiga kila nchi, na ushindi ilikuwa kwa Syria, na dunia yote ilikuwa inaogopa Syria kupitia mkuu wa majeshi. Lakini huyu mkuu wa majeshi alikuwa na matatizo na ukoma. Na ukoma kwa Agano la Kale ilikuwa inafanisha picha kuwa na dhambi. Na wakaenda kupiga taifa ya Israeli. Na walipopiga taifa ya Israeli, Biblia inasema wakateka mateka. Na katika kuteka mateka, angalia, hawakuchukua watu wazima wazee, kwa sababu hawatakuja kuwafanyia kazi.
ni watu wamechoka, wakachukua vijana mpya. Hata tu kibinadamu tunachukua gari mpya au chukue gari limechoka, ndio bado tutaitumikisha kwa muda mrefu na italeta faida mingi. Na walipochukua huyu kijana msichana, akamleta kwa nyumba yake na mali, kwa kumfanyia mke wake kazi, apike, aoshe, asafishe, afanye, kwa sababu sifa ya vijana wana nguvu. Na hatungetaka vijana walio kanisani nguvu yao waitumie kwa upande wa shetani, lakini tungetaka hawa vijana wanaopatikana kanisani, ile nguvu Mungu aliwapatia waitumie kwa upande wa kiungu, na isababishe hiyo tawi, hiyo idara ya vijana isababishe iweze kufanya kazi ya Mungu kupanuka na kazi ya Mungu kusonga mbele. Na huyu kijana kwa sababu ametoka kwa taifa ya Israeli, ana neno ya Mungu, amefunzwa, lakini wametekwa tu mateka. Na alipokuwa anafanya kazi katika nyumba ya Naamani, siku moja akaona Naamani kwa mgongo ana ukoma, akashtuka. Kwa hofu ya kumwambia yeye mkuu wa majeshi, akamwendea mama, kaambia, bwana yangu kama angekuwa katika taifa yetu ya Israeli na kwenda kukutana na nabii, naamini kabisa nabii angemwombea na ukoma wake ungefanya nini? Ungepona. Kitu gani huyu binti anafanya hapa? Anatangaza habari nini? Njema. Kwa hiyo kazi ya kikundi ya vijana ni kuhubiri na kutangaza habari njema. Vijana kama watatangaza habari njema, watatangaza habari mbaya. Na ukiangalia usiku katika dunia yetu ya kisasa, enda madisco, enda makalio, hautakuta watu wazima, ni vijana wako natangaza habari mbovu ya shetani. Sasa kanisa ilihitaji kwa kila njia na kila namna na kila mbinu kuhakikisha kwamba wanawatumia vijana wetu kuweza kueneza habari nini? Njema. Na huyu binti alipopeleka hiyo habari njema kwa mke wa mkuu wa majeshi, mkuu wa majeshi akapeleka habari, mke akapeleka kwa mume wake, mkuu wa majeshi akapeleka kwa mfalme, mfalme akamtuma katika nchi ya Israeli. Hata kama alikosea aliendea kwa mfalme, lakini mwisho ya siku akakutana na nabii wa Mungu. Mwisho yake, matokeo yake, ukoma wake ukapata kufanya nini? Ukoma. Kwa hivyo jukumu la vijana, kazi ya vijana ni kutangaza habari njema. Tuwatie pale, watembee na Injili, watangaze habari njema kwa mikutano yao, watangaze habari njema nyumba kwa nyumba, watangaze habari njema kwa shule, watangaze habari njema kwa hospitali, watangaze habari njema kwa soko, watangaze habari njema kila sehemu, kwa sababu wana nguvu ya kuifanya. Ninakumbuka nilipokuwa kijana, nilikuwa nasimama kwa madhabahu nafundisha masaa 7. Naanza kufundisha kuanzia saa 1 mpaka saa 7, ndio wanapatia watu chakula na mwili iko fresh. Lakini kwa sasa kusimama tu masaa 2, hiyo siku nalala niko tabani. Sasa hao vijana wetu tunataka wasimame kwa ajili ya kutangaza habari nini? Njema, habari ya kifalme wa Mungu. Watangaze habari ya Yesu kufa, kuzikwa na kufufuka. Itakuwa baraka na kazi ya Mungu itasonga mbele. Tutaenda kuangalia kazi ya pili ya vijana. Hapo nitasoma, tunakupatia maandiko, lakini wewe mwenyewe utasoma. Mwalimu achukue stori ngumu. Mwalimu anachukua stori rahisi sana, lakini pamoja na Roho Mtakatifu unaenda kupokea kitu kipya kenye haujawahi kupata. Ukisoma katika Samueli wa kwanza sura ya 17 mlango wake 27 na ukisoma 32 mpaka 33, mahali tumesoma maandiko imesema Waisraeli wakati mfalme Sauli akiwa mfalme, taifa ya Filistini ikapenda kuleta vita na Waisraeli. Kila siku Waisraeli maadui wanawavamia. Na Paulo sasa, sisi ndio Waisraeli wa kweli wa kiroho. Kila siku mtu anayekoka, kazi ya shetani iko na mpiganisha. Vita yetu itaisha mpaka siku Yesu atarudia. Kama Yesu hajarudia tu, unatoka kwa hii vita, unaenda kwa hii vita.
Unatoka kwa hiyo vita, unaenda kwa hiyo vita, unatoka kwa hiyo vita. Lakini Biblia hatuogope, kwa sababu sisi ni washindi na zaidi ya wale walioshinda pale msalabani. Na wakati taifa ya Wafilistini liinuka kwa vita, mfalme Sauli, mkuu wa majeshi Abneri na jeshi nzima ya taifa ya Israeli wakaenda kupigana. Hatuhitaji kuogopa vita, hatuhitaji kukimbia vita. Hauwezi kutoka mshindi pasipo kupigana. Na walipoenda kwa vita, kaka yake tatu na Daudi walienda, na Daudi alikuwa kijana miaka 17. Biblia inasema walipofika kulikuwa vita, Goliathi akamtokezea, akasema iwe vita fupi, isiwe vita ndefu, mtoe mtu mmoja upande wenu na mimi najitokeza upande wenu, nikimpiga na kumua ninyi mtakuwa watumwa wetu, lakini na mimi yeye akinipiga na kuniua sisi tutakuwa watumwa wenu. Biblia inasema walipoona hiyo jitu, kila mtu aliogopa. Kuanzia mfalme aliogopa, mkuu wa majeshi aliogopa, wanajeshi wote waliogopa. Na Biblia inasema tukupokea roho ya uoga. Chochote kile unataka kufanya na ukipata hofu ndani yako, na kusii kwanza usikifanye kwa ile wakati, kwa sababu utashindwa, utapigwa. Lazima kwanza umwambie Mungu hiyo hofu uiondoe ndani yao. Na ndio Mungu alipokuwa anaita mtu, alikuwa anamwambia mtu usiogope, kwa sababu Mungu anapotuita anajua kuna vitu mingi vinafaa vitatuogopesha. Lakini kwa nini tusiviogope na vinaogopesha? Kwa sababu aliye ndani yetu ni mkubwa kupita yule anayepatikana katika dunia. Na wakati sasa wanaogopa kwa siku 40, walienda kupigana lakini wana hofu. Najua kuna biashara, kwa kuanzisha biashara ni vita, kwa kuanzisha uchumba ni vita, kwa kuanzisha kanisa ni vita. Umetangaza chochote kile unataka kuanzisha, umetangaza vita. Lakini mara mingi watu wanashindwa kufanya kile kitu walihitaji kufanya kutokana na hofu hiyo. Wanaona reality ile, wanaona kutokana na ile jambo walitaka kufanya. Biblia inasema hivi, wakiwa kwa hofu yao, ndio baba yake na Daudi akamtuma Daudi apelekee ndugu yake chakula. Na Daudi alipofika, alipoletea ndugu yake chakula, Biblia inasema ile aliingia tu Goliathi tena akainuka. Na kuna mtu mwaka mmoja, mwaka mbili, ni jambo moja na muinukia kila siku, lakini anashindwa kuinuka kupambana nao, kwamba hii problem ya umaskini mwaka nenda mwaka rudi inanisumbua. Hii problem ya ukosefu ya kazi mwaka nenda mwaka inakuwa Goliathi inainuka asubuhi, inainuka mchana, inainuka jioni. Hii mwaka inakuinukia kukosa kuolewa, inakuinukia kukosa kazi, kila asubuhi inakuinukia. Na Biblia inasema Daudi alipofika akaona Goliathi, na Goliathi alipoanza kuongea, angalia wale watu wazima, wazo vijana wana nguvu, watu wazima wana experience. Wakamwambia, unaona huyu mtu anainuka, anataka anatusi majeshi ya Israeli, mtu atampiga, atafanywa hivi na hivi. Daudi aliposikia kijana na nguvu, Goliathi ni mtu mzima na experience, akasema nani huyu anaweza kutusi majeshi ya Mungu iliyo hai? Mwenye atampiga huyu mtu atapewa nini? Nakwambia kwa dunia watu hawafanye vita pasipo kutafuta kupata kitu, isipokuwa ndani ya makanisa ndio watu wanaanzisha vitu pasipo kutarajia kitu chochote. Hapana kuanzisha vita yenye utapata kitu, ni makosa. Hapana kuanzisha vita katika kikundi ya wachungaji, hapana kuanzisha vita katika kikundi ya washemaji, hapana kuanzisha vita katika kikundi ya waimbaji, hapana kuanzisha vita katika kikundi ya wamama, na hautapata kitu chochote. Biblia inasema wakamwambia, mwenye atampiga atapewa binti ya mfalme, mwenye atampiga familia yake italipa ushuru, mwenye atampiga. Kwa hivyo huyu mtu atawekwa mtu mkubwa kwa jeshi. Na Biblia inasema alipoongea, wakapeleka habari kwa mfalme. Walipompeleka habari kwa mfalme Daudi akasema, mtu asiogope, mimi niko tayari kusimama kupigana hiyo vita. Huyu mtu huyu mwenye asiyetahiriwa hawezi kukutusi. Mfalme akamwambia, hauwezi, kwa sababu wewe ni nani? Ni kijana, na huyu ni mtu wa vita ya muda mrefu. Kitu mfalme hakujua,
mtu mzima ana experience. Lakini Daudi alimkimbilia haraka Goliati, lakini Goliati ana experience, hawezi kukimbia hiyo mbio, atachoka, ataumia. Daudi akamkimbilia haraka na nguvu. Unisikilize. Na Daudi akaenda kupigana hiyo vita, akashinda. Hiyo vita ilikuwa ya vijana, hiyo vita ilikuwa ya watu wazima, lakini Daudi alikubali kuisupport, kusimama naye. Kwa kazi ya pili ya vijana ni kusimama na kazi ya Mungu. Na vijana wa kisasa leo ndio wana pesa, vijana wa kisasa leo ndio wana kazi. Kwa hivyo vijana, jukumu yao ya pili, kando ya jukumu ya kwanza kutangaza habari njema, vijana wana uwezo wa kusupport kazi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu number 1, wana kazi nzuri. Number 2, wao ndio wamesoma kwa sasa. Number 3, magharama yao ni ndogo, hawajakuwa na watoto, hawajakuwa na wake, hawajakuwa. Kwa hiyo wana urahisi ya kuweza kusimama na kazi ya Mungu kuliko mtu mwenye baba mzima na watoto 10, ana wajukuu, anasomesha huko. Hata kama angetaka kusimama na kazi ya Mungu vizuri, lakini gharama ile iko nayo inamzuia kuweza kufanya iki na iki na iki. Lakini vijana wanaweza kuamua kabisa na wakasimama vizuri na kazi ya Mungu. Naweza kupatia mfano mwingine. Ukisoma Mambo ya Nyakati, Wafalme wa Pili sura ya 6, Nabii Elisha alikuwa na wana wa manabii vijana, na watrain watumishi wa Mungu kuwa na manabii, lakini wakaona sehemu ilikuwa ndogo, wakamwambia boss, uturuhusu sisi twende tukate miti, tupanue hii sehemu iwe kubwa. Kweli una utumishi mzuri, una maono mzuri, unatutreni vizuri, lakini sehemu tunafanyia kazi hii sehemu iko nini? Ndogo. Kwa hiyo wanataka kusapoti kazi ya Mungu, na kwa sababu wana nguvu, wana uwezo. Biblia inasema nabii akamwambia mfanye vile, lakini Biblia inasema akamwambia hatuwezi enda peke yetu. Kwa nini wasiende peke yao? Wao wana nguvu lakini hawana nini? Experience. Ilihitaji waende na mtu aliye na experience. Na matatizo ilipotokea kule, mtu experience akamwambia hapa inahitaji kufanya iki na iki na iki. Kwa hiyo jukumu ya pili ya vijana kanisani, kazi ya vijana ni kuweza kusimama na kazi ya nani? Ya Mungu kwa mali yao. Kwa hiyo nataka kuongelea napema naishia leo kitengo ya 5. Nasema nilikuwa naongelea kitengo ya 4, idara ya 4. Wamama wana majukumu 6. Jukumu ya kwanza ya mama kutangaza habari njema. Jukumu ya pili ya mama kuombea kazi ya Mungu. Jukumu ya 3 ya wamama kusapoti kazi ya Mungu. Jukumu ya 4 ya wamama kushauri wamama wengine. Jukumu ya 6 ya wamama wanashauri, wanaandaa vijana kwa ajili ya ndoa. Sasa naenda kuonasema pointi kitengo ya 5 ama idara ya 5, idara ya vijana. Idara jukumu yao ya kwanza kutangaza habari njema. Jukumu yao ya pili ya vijana kusapoti kazi ya nani? Ya Mungu. Lakini nilikwambia idara yote haikosi pointi ya 3. Pointi ya 3, idara yote lazima ikuwe na maombi. Kwa sababu kazi yote tutafanya hapa duniani bila maombi haende mahali popote. Si tu kazi ya Mungu, biashara changanya na maombi, mahali umeajiriwa changanya na maombi, uchumba changanya na maombi, ndoa changanya na maombi, kipaji uko changanya. Chochote utakifanya bila kuchanganya na maombi, umefeli kabla ya kuanza kufanya hiyo kitu. Na kama unataka kupata ushindi kwa kitu chochote, jambo lolote unataka kulifanya, lazima uichanganye na nini? Na maombi. Nitakupatia kijana mwenye alifeli, alikuwa na kipaji kubwa, lakini ile kipaji akashindwa kuichanga na kitu inaitwa jina yake ni maombi. Ukisoma katika kitabu ya Waamuzi sura ya 13, Biblia inasema mtu kwa jina yake Samson alipakwa mafuta ndani ya tumbo ya mama yake. Kupakwa mafuta si kitu, kitu ni kutunza upako. Na upako alipakwa kwamba ana nguvu ya kuweza kupiga wanajeshi 5,000 kwa wakati mmoja akiwa peke yake. Kwa hiyo alikuwa na kipaji kubwa. Na nakwambia unaweza kuwa na kipaji kubwa, unaweza kuwa na elimu kubwa, unaweza kuwa na bidii kubwa na usifike mahali popote. Kwa sababu hiyo kipaji yako kubwa
elimu yako kubwa, bidii yako kubwa, unahitaji kuichanga na kitu inaitwa jina yake nini? Maovu. Na Samson alipokuwa anararua simba bila kuwa na kisu, bila kutoa. Samson alipokuwa anaua Wafilistini 3,000 kwa wakati mmoja. Samson alipokuwa anapiga Wafilistini, kila mtu anamuogopa, lakini hata anafanya mambo yote. Maisha ya Samson ni mtu anaishi maisha bila prayer. Na nakwambia hata uwe vipi, akili kiasi gani, kipaji kiasi gani, bidii kiasi gani, mtaji kubwa kiasi gani, lakini bila maombi hawezi enda mahali popote. Na Samson tangu azaliwe mpaka akufe, mtu mwenye alitumwa kuokoa Waisraeli kutoka mikono ya Wafilistini, ana kipaji, ana mission. Mungu aliongea kabisa na malaika akamtuma kwa mama yake, lakini Samson akafeli kwa sababu hii kipaji yake, hiyo mission yake hakuichanga hata siku moja na maombi. Kwa maisha yote ya Samson aliomba mara 2, na Samson alikuwa anaomba tu wakati kuna shida. Kama hakuna shida, yeye alikuwa kwa masherehe. Unajua vijana wanapenda kwenda masherehe ya mpira, vijana wanapenda kwenda madisco, wanatumia nguvu yao kwa masherehe ya kila aina. Na alikuwa anaifanya na Wafilistini. Amepiga Wafilistini 3,000, na alipopata kiu ya maji, hakuna mtu mzima anaweza kufanya kitu kama hiyo. Akaomba Mungu, akasema, Mungu, vipi unataka kuachia mtumishi wako baada ya deliverance kubwa kama hiyo nikufe kwa mikono ya kwa sababu ya kiu ya maji? Mungu akamsikilia huruma, akamwambia, wewe una kipaji, wewe una maono, lakini tatizo uko unafanya hii kitu bila kitu na chango na kitu inaitwa nini? Prayer. Mungu akamsikilia huruma, maji katoka. Lakini akaendelea na maisha yake ya starehe. Kipaji iko pale, lakini kipaji inahitaji kuchanganywa na maombi. Masomo inahitaji kuchanganywa na maombi. Bidii inahitaji kuchanganywa na maombi. Mission inahitaji kuchanganywa na maombi. Na kwa sababu hakuwa naomba, mwisho wa siku walimshika, wakamnyoa nywele, wakamtoboa macho, na wakamfanya kumzi yake, kumfanyisha kazi ya kusaga ngano ya Wafilistini. Yeye aliyeitwa kuua Wafilistini, kuwaokoa Waisraeli kwa mikono ya Wafilistini, yeye akajikuta anafanya kazi ya kusaga ngano ya Wafilistini. Na problem kubwa tu ni kwamba hiyo kazi alikuwa anaifanya bila kuichanganya nao. Na kuna watumishi ngapi wa Mungu wazuri, wenye walikuwa na vipaji nzuri, karama nzuri, waliitwa kukomboa watu wengi kutoka mikono ya shetani, lakini leo wanasaga, wanatumikishwa kazi ya shetani katika pombe, uzinifu, wivi, vituko ya kila aina, kutengeneza miujiza ya kila aina. Wanatumika mpaka watu wanatumika kwa madhabahu, lakini wakitumia nguvu za giza, wakiingia katika kitu inaitwa kabali jifu. Hiyo yote tu ni matatizo, kwamba kipaji, bidii, masomo, tunaifanya hiyo vitu pasipo kuichanga na kitu inaitwa jina yake nini? Maombi. Mwisho ya siku akakuja kuomba akiwa tayari macho imetoboka. Hasa Bwana wananizi yake, lakini hawana makosa kwa sababu alikuwa anafanya hiyo kitu bila kuichanga na maombi. Kikundi ya vijana inahitaji maombi mingi sana, kwa sababu vijana wana nguvu, wanaweza kulipuka na nguvu yao katika kazi ya shetani, au wanaweza kulipuka na nguvu yao katika kazi ya nani? Ya Mungu. Na Samson akakufa kama kuku ya kisasa, akasema, Bwana, naomba nikufe na wote pamoja. Akakufa mapema. Na ndio tukonaona vijana wengi wenye vipaji katika nyakati ya mwisho, wenye matalanta kubwa katika nyakati ya mwisho, wamesoma lakini wanakufa, wanaacha watu wazima wakiwa hai. Unakuta alikuwa mwimbaji mzuri, unakuta alikuwa mhubiri mzuri, unakuta alikuwa anajiendeleza kazi nzuri, lakini anakufa tu mara miaka 30, anakufa miaka, unakumbuka amemaliza? Hapana. Samsoni hakumaliza majukumu alitumwa na Mungu, kwa sababu yeye ndo aliitwa kuokoa
wana wa Israeli kwa mikono ya Wafilistini, lakini Samson akafia kwa mikono ya Wafilistini. Kwa hiyo tunasimamia leo hapa. Kwa hiyo nasema kipaji kitengo wa vijana wana majukumu 6, lakini nimeongea majukumu 3. Jukumu ya kwanza, vijana wanatangaza habari njema. Jukumu ya pili, vijana wanasimama na wasapoti kazi ya Mungu. Jukumu ya 3, vijana, kikundi ya vijana lazima wajiombee na waombee kazi ya Mungu. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.